kwa sehemu fulani, kwa sababu na siasa yenyewe imemsaliti mwananchi. Ndio ukweli wenyewe, siasa imewasaliti wananchi. Yaani kwa mamalishe Mbagala, mamalishe Kariakoo, akifungulia televisheni, akifungulia redio, akisikia habari za wanasiasa, hajioni yeye kwenye siasa. Hatuoni wanasiasa kama tunahangaika na yeye. Kwa hiyo ukweli wa pili, ukweli wa tatu ambao ni muhimu, ni kwamba na tasnia ya siasa haijishughulishi sana na mambo ya mwananchi. Mwananchi akijiona anapambaniwa kisawasawa, akiwaona wanasiasa wanataka kufa kwa ajili yake, kwa ajili ya ajira yake, kwa ajili ya kipato chake, bodaboda, wamachinga, wafanyakazi, wafanya biashara, viwandani, mashambani, wanafunzi, wakituona usoni na wakaamini sisi tunapambana kufa kupona kwa ajili ya maisha yao, uzoefu unaonesha kwenye maeneo mengine duniani wananchi wataliunga mkono vuguvugu hilo na watakuwa tayari kufa kwa ajili ya hilo vuguvugu. Huo ndio uzoefu unaoonyesha. Sisemi hatuzungumzi kabisa mambo ya wananchi, tunayagusagusa. Unagusa leo hiki, kesho kile, tunayazungumza kwa ujuujuu, hatujayapa kipaumbele. Mwananchi ana akili, ukiyazungumza mambo kijuujuu anaona, lakini ukiyazungumza mambo kwa utayari wa kufa kwa ajili ya hayo mambo anaona pia. Na ukifanya hivyo with consistency, ukafanya leo, ukafanya kesho, ukapata na vitisho ukarudia na kesho kutwa, ukafanya kwa wiki, ukafanya kwa mwezi, wakaona unarudia, wananchi watapata hamu ya kusikia mambo yao kwenye mikutano yao. Huo ndio uzoefu wa dunia unavyotuonyesha, na hata hapa Tanzania. Kwa hiyo viongozi wa mikoa na viongozi wa majimbo, na waomba sana hili jambo la tatu nalo tulitie kwenye ajenda zetu. Tusiishie kulaumiana sisi kwa sisi, tusiishie kuilaumu dola peke yake. Tujitafakari namna gani mwananchi wa kawaida, ordinary mwananchi, tunamfanya kuwa ni ajenda yetu, na tujiulize maswali magumu bila kujilaumu na kulaumiana sisi kwa sisi. Wewe peke yako ulipokaa jiulize, mwenyekiti wa jimbo, wanyonge waliodhulumiwa ardhi kwenye jimbo lako wakidhulumiwa, wanakuja ofisi ya ACT Wazalendo? Hawaji.